Kwa majina naitwa Atika Juma Hassan, ni makamu mwenyekiti Chipkizi Taifa. Naamini kuwa wengi wenu hamnifahamu, ila mimi ni mdogo na ni kiongozi wa Chipkizi wote Tanzania. Jambo kubwa ambalo ningependa kuongea siku ya leo ni kuwa, kwanza napenda kuwakumbusha kuwa mimi ni msemaji wa Chipkizi. Na matatizo ya Chipkizi yanayotukumba sisi yanapelekewa na ukosefu wa amani wa nchi yetu. Ndio tatizo kubwa ambalo linatufika sisi Chipkizi. Ukiangalia sasa hivi tukianza kukosa amani katika nchi yetu, kutakuwa separation of families, tutakosa malezi ya baba na mama, tutakosa education, kwa sababu taifa letu kwanza linasifika kwa kuwa na elimu. Na ndio maana sisi tunaokwa, tunapigwa ili baadaye elimu yetu ije kuwa msingi mzuri wa taifa letu. Lakini pia jambo kubwa la kuwaambia ni kuwa sisi ni Chipkizi na tunajifunza kutoka kwenu vijana. Kwa maana hiyo, mwenendo mtakayotuonesha sisi, jinsi gani mnavyotutreat sisi katika siasa, jinsi gani mnavyotutengeneza sisi kuwa katika misingi mizuri ya kuipambania nchi yetu, hakika baadaye mtakuja kujivunia, kwa sababu mimi ni kiongozi, lakini pia ninaongoza na ni mtumwa wa wale ninaowaongoza. Kwa maana hiyo, leo hii nisingesimama hapa kwa wale ambao mimi nawaongoza wasingenichagua. Wamenipenda kwa mapenzi yao na wanajua kuwa huyu anatufaa na anaweza kutusemea. Kwa maana hiyo, sitoweza kukaa chini kupumua, kukaa bila kuwa na stress kuwa Chipkizi wenzangu, Chipkizi wangu anaendeleaje na mambo haya yanaendelea. Na niwahakikishie kuwa Chipkizi kule Zanzibar tuko 150% kumchagua Mama Samia pamoja na Dr. Mwinyi. Hakuna rais mbadala, makamu wa rais mbadala atakayetokea Zanzibar. Chipkizi sote tuko na jambo moja, tuko na nia moja ya kuangusha na kuwapiga mawe, aidha ya uso, ya vyovyote vile watakavyokuja, na sisi tunataka hivyo hivyo. Lakini pia ukiachana na yote upande wa Chipkizi, niwakumbushe kuwa sisi Chipkizi tunatengenezwa na kuokwa na mwenyekiti wetu Mohamed Ali Kawaida. Bila yeye leo hii nisingesimama hapa kwa ujasiri na kuwasemea wale ambao hawana uwezo wa kupanda hapa juu. Kuna ambao wana mahitaji maalumu, Mama Samia amewapa fursa. Mama Samia ameweka majengo ya G3, G4 zaidi ya 1000 hapa na Tanzania baadaye. Kwa maana hii, mashirikiano yenu nyinyi na sisi ndio itakuwa kipaumbele cha kuwaondosha hawa wanaotaka kuvuruga amani. Lakini pia Tanzania haifananishi na nchi yoyote ile. Tanzania haifanani na nchi yoyote ile. Jinsi yetu tulivyopata uhuru, jinsi tunavyoishi, jinsi tunavyopeana mashikamano, sisi sote hapa tusingokusanyika. Kuna mwenyekiti wa Mbeya, Mwanza, Kigoma, Dodoma, sote tuko hapa pamoja. Tusingeishi pamoja kama Tanzania hatuna amani. Asanteni.